Naam, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatimaye ni siku ambayo tumemfuata Daktari Sheikh Swaleh Makarama katika jambo zima kabisa la kuweza kujua kile ambacho wewe usiyojua, basi tukufahamishe ili uweze kujua na kufahamu yale ambayo usiyoyafahamu. Hapa karibuni kuna mambo mengi ambayo yametokea katika mitandao ya kijamii, lakini ufumbuzi wake ni kufuata jibu kamili kutoka kwa shekhe, lakini pia atatuambia kile ambacho kinahusiana na habari hiyo inayotembea. Ni habari gani? Ngoja tupeleke maamkizi ya salamu kisha tuendelee katika kile ambacho kilichotuleta. Mwalimu, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kheri. Alhamdulillah. Atabasam na Ramadhani. Naam. Mwalimu, kuna jambo ambalo linaendelea mtandaoni kuhusiana na swala zima la njiwa, na kama sikosei takriban nimeangalia media kadhaa zinasambaa habari ya njiwa, na aliyekuwa akizungumza si mwingine uwepo wako. Sasa katika comment nimefuatilia, watu wanataka kufahamu na kujua zaidi, hivi njiwa peke yake, yani ile mada ama niseme kuna nini siri ya njiwa na ndani ya njiwa kuna nini? Hebu tuanzie hapo. Cha kwanza tukianza siri ya njiwa. Njiwa ndio ndege pekee ambaye anahusishwa katika masuala mazima ya mapenzi. Watu wote wenye kujua wanafahamu hilo, kwamba njiwa ni ndege anayehusishwa katika mapenzi. Na ndio maana kuna mtu mmoja aliimba, ewe njiwa peleka salamu ayule wangu sijui nini. Yale mashairi yaliandikwa na fundi anayejua anachokisema, kwamba njiwa katika masuala ya mapenzi ndo mahala pake. Kwa njiwa pia anatumika katika masuala sana ya maruhani na majini. Kwa asili ya njiwa ni mapenzi. Kwa unapomtumia njiwa katika masuala ya mapenzi, jambo linakuwa buruburu shekhe, hata kama penzi lilikuwa limekufa. Kwa wale ambao walisikiliza wasipate shaka, ni kitu ambacho ni hakikia, japokuwa unaweza ukasikia njiwa ukajua kwamba ni njiwa tu. Hili somo ni refu sana. Kuna njiwa ambaye tunatumia humu ndani, kuna vitu kadhaa vinatumika, kwa sababu asili ya njiwa kama alivyosema hapo awali ni anataga mayai mawili, jike na dume, aghrabu sana kuzidisha 3 mpaka 4. Haya mawili anayoyataga njiwa hutotoa au hutaga watoto wawili au njiwa wawili, jike na dume. Na wanapokuwa pamoja hawa njiwa, kama haijatokea kadari ya mmoja kuchinjwa au kuuawa au kufa, hawa wawili ndio wanakwenda kuja kuwa mke na mume. Na hawachiti. Njiwa hana kawaida ya kuchiti, kusaliti kama wanadamu na watu wengine. Kwa hawa wataishi mpaka mmoja afe, na mmoja akifa mwingine hawezi kupandwa na dume jingine au kupanda jike mwingine mpaka na yeye atakapokufa. Na njiwa ndo njiwa ambaye unaweza ukamchukua ukampeleka sehemu nyingine kama umemuuza, lakini atatoka. Hata kama umpeleka Dodoma, anaweza karudi Dar es Salaam kumfuata mpenzi wake, anarudi kwenye kiota chake. Huyo ni njiwa. Kwa mume wako hata kama atasafiri vipi, wewe ndo njiwa wake, lazima atarejea. Wewe ndo kitundu chake, lazima atarejea kwenye kitundu. Sijui umenielewa? Kwa kuna viungo ambavyo vinatafutwa, namna ambavyo vinachukuliwa ni viungo gani, siri yangu katika kutengeneza hilo jambo. Sijui umenielewa? Lakini ipo dua kwa ajili ya mahabbatu, si ndivyo? Mahabbata hutuli alqurubi mahabbata wa yalqa biha yawm almaadi mathabata na kuendelea. Lakini ukiachana na njiwa na mdudu anaitwa chande. Ukiachana na njiwa, subiri tusikimbiane kwanza kwenye njiwa. Hebu tumrudie yule njiwa. Njiwa umezungumza hapa kwamba hata ukiwa mbali kurejesha mapenzi, mawadda kwa wale ambao waliokimbiwa na waume zao, watoto, familia, baina ya watu ambao wasiopendana, mtu na bosi wake. Sasa kuna mtu ambaye anatamani labda hakuwahi kuisikiliza ile story, hakuwahi kusikiliza mada. Kitu gani ambacho unaweza kumsaidia ili kuweza kunusurika na hiyo hali ambayo anakutana nayo? Maybe hapendwi au mtihani kwenye biashara zake, kwenye kazi zake. Nini ambacho unamshauri? Kitu ambacho nachomshauri ni kupiga hizo namba 771, alafu anitajie jina la huyo mpendwa wake, na kama ana picha anitumie, ndio tunatengeneza huku nyuma ya picha ile iliyotolewa ile nyuma ya picha, ndio kuna vitu vyetu tunaviweka pale, na miongoni mwa vitu vinavyoandikwa pale kuna vitu vinahusika, damu pia inahusika ya njiwa katika kwa tunajua tunaandika nini shekhe. Alafu pale tunapata na jina lako, tunatafuta wizani Ghalib wal Maghrubu. Unajua inawezekana labda wewe unampenda sana yule mwanaume,
nakupenda sana kwa sababu nyota yake kakuzidi. Kwa hiyo lazima uwe mtumwa kwake. Ila yeye naye yupo aliyemzidi, kwa anakuwa mtumwa wa mtu mwingine. Kwa hiyo unampenda huyu, yule anampenda yule, yule anampenda yule, mwisho wa siku yanakuja kuzunguka hapo, ni maradhi. Sasa wewe unatakiwa tukufanye kutoka kwenye kubutu uje kwenye iza. Yaani yule akupende wewe zaidi au kubalance story 50-50. Sio, umenielewa? Kuna watu wanashindwa kutoka katika mahusiano yao kwa sababu anajua kabisa sipendwi na mimi ndo natumikia lile penzi. Utakapokuta, sababu unaposikia mpenzi wangu, maana huyu ni mtumwa wangu. Sasa mwanadamu kaumbwa tutumikiane, sio mmoja mtumikie mwingine. Kwa hiyo unakuja, tunapata hizo gharama, tunanunua hivyo vifaa, njiwa ananuliwa, inapigwa pigo moja tu, yule mtu anarudi kwako na sama wa taa. Alafu kuna athari zinapatikana kwa yule njiwa, tutakupatia zile athari, ndo nazichoma wakati adhana inatoka, Allahu akbar, Allahu akbar, unasoma ile dua, Allahumma rabba hadhi da'wati tamma. Ikishaisha ndo unapiga sasa pigo fulani bini fulani. Rabbi, ya adhana inawaita walimwengu swali. Sipo swali siku ya kiyama, swala la kwanza kulitazama katika neema au katika matendo ya waja ni swala. Kama hazijatimia, ya Rabbi, ya watu nawachoma katika moto wa Jahannam. Mimi ya Rabbi namuita fulani, asipokuja baada ya masiku kadhaa, akitembea Isa anatembea kwenye moto. Tena unaweka nia saa, akilala Isa analala kwenye moto, akila Isa anakula moto, akinywa Isa anakunywa moto, akizungumza Isa anazungumza moto, akisikia Isa anasikia moto, mapigo ya moyo yake akipiga ni moto, damu inavyotembea katika mishipa yake ya mwili katika nyama zake za iwe ni moto. Tulizo lake na pozo lake ni pale atakaposikia wito wangu unakuja, atakaponitazama apate pozo, atakapokuwa hapa ndo mahara pake, basi apate pozo na vitu mfano hivyo. Hadi tuende kwenye chande. Kuna mtu anasema bwana, mume wangu hajawahi kusikia dawa. Bana wewe hujarogwa, hujapigwa chombo wewe. Hujapigwa chombo shekhe. Kuna watu wanapiga chombo. Haya mambo usijinasibishe. Mimi si dawa inishiki shekhe, muombe Mungu akunusuru. Kuna watu wanakupiga, unajua kondoo anaweza kawa ni sababu ya kumuinamisha mwanamume. Kondoo. Au hata bosi wako. Bosi nakwambia ni bosi, lakini we mfanyakazi ndio unaweza kawa kama bosi. Si waulize watu wanaofanya kazi na comment zipo. Kuna watu wanafanya kazi lakini bosi na mfanyakazi mwenzie, mfanyakazi ni kama bosi. Hafanyi kitu bosi mpaka muulize mfanyakazi wake. Na bosi anainama kama kondoo. Unajua kondoo linainama hivi. Kuna kumuinamisha mtu. Upo serikalini, kuna mtu kakuzidi cheo unamuinamisha tu. Hebu tuendelee kwa chande. Chande ni mdudu gani na nini ambacho anakifanya? Chande ni mdudu ambaye huwa ni mrefu kidogo hivi, lakini ni mdudu ambaye mbawa zake zinakuwa ni mfano, rangi yake ni kama rangi ya maji. Anakuwa na mbawa mbili mbele na mbawa mbili nyuma, na anaruka kama helikopta. Kuna muda anaweza akaganda, kuna muda anaweza kaenda mbele akarudi nyuma, mdudu fulani hivi. Chande yule anaposhiriki tendo la ndoa, jike na dume, jike huwa anakaa chini, dume anakuja juu. Alafu mkia wa huyu mwanamume unakuja chini ya mkia wa mwanamke, ndio sehemu ya kushiriki lile tendo. Alafu huwa washiriki tendo sehemu labda wamekaa chini au kwenye mti, wanashiriki tendo kwa wanapaa. Na wote mwanamke anapiga mbawa, mwanaume anapiga mbawa. Yaani maana yake kwamba huyu mdudu anatumika, mwanaume akipanda apande na wewe, akishuka ashuke na wewe. So akipanda na kuacha chini. Kuna watu wanapendana masikini, akishatoboa tu mwanaume umeachwa, anatafuta matajiri wenzie. Kwa mkipanda mnapanda wote, mkishuka mmeshuka wote, mnaruka pamoja. Na hawa dudu wakitaka wawe dawa, wawe kizimba cha kutengeneza mahusiano, wanatakiwa wawe wamekutwa katika hali hii, na wanakamatwa kwa gharama kubwa. Hawa tunatoa gharama kubwa shekhe kuwakamata, na wapo mafundi wa kukamata, na kuna sehemu wa wadudu wako wengi sana. Kwa wakikamatwa wakiwa wamepandana pale, ndo tumepata kitu cha maana. Sasa wale shekhe, hata ukitaka kuwaachanisha labda uwaue wakiwa kwenye ile tendo lao, ukitaka kuwaachanisha labda uwaue. Maana yake nini? Wewe na mume wako labda mmoja afa, ndio mtaachana, na itachukua muda kidogo mpaka kuja kuolewa na mwanaume mwingine au mwanaume mwingine kuja kuoa mwanamke. Kwa chande anatumika hapo alhabibi, lakini kuna asali. Asali hiyo asali unajua, nataka kujua kuhusu asali. Ni muhimu kwa sababu kuna mtu ambaye amekaa sasa hivi kamsikiliza chande. Unajua nilikuwa namsikiliza kwa makini, umemgusa kidogo, lakini kuna kitu nimepata kwamba kwa nini wawe juu, kwa nini kwamba hawashuki. Tafsiri yake kwamba hata akipanda basi nawe umepanda naye. Nimepanda naye maisha moja kwa moja. Watu wengi hapa wameumizwa, wamehangaika, kamkuta mwanaume hae hohe au hohe hae. Mwanaume alivyoshika fedha tu akaenda kutafuta olenki yake. Sasa tukipanda tuko pamoja, tukishuka tunashuka pamoja kama mdudu chande.
Umenielewa? Asali inatumika sana katika mchanganyo wa hivyo vitu. Tena sasa ukishaipata asali na matumizi yanabadilika. Unaweza ukapaka, unaweza ukaweka mahala fulani wakati wa kushiriki lile tendo, unaweka mahala fulani na unanuia innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Unanuia, unaweza ukaipaka ukashiriki, ukaweka mahala fulani. Ukinitafuta ndo nitajua unaweka wapi, sehemu gani. Kiasi ambacho lile jasho wakati mpo katika safari yenu, zile safari zile za usiku zile, mpo katika safari, unaweka mimi ndiye niwe mzinga wa huyu mwanaume. Nyuki shekhe, hata akienda maili 1000 asali na kutafuta maua kwa ajili ya kufyonza aje atengeneze asali, huwa asahau mzinga wake. Unaweza kuwa kuna mizinga 100 sehemu moja, lakini nyuki atarudi, ataipita mizinga yote, atarudi kwenye mzinga wake ule aliyotoka na ambaye ndo asali yake anaitengeneza pale, haendi kwenye mzinga mwingine. Kwa unatia nia, hapa ndo pawe mzinga kwa mume wangu fulani bini fulani. Ataona mizinga mingi yenye makalio, mizinga mingi yenye mahipsi, mizinga mingi iliyokwenda juu kama twiga, mizinga ya kila namna ambayo imekuzidi wewe, lakini mzinga wako japokuwa mdogo mdogo atue pale na anase mpaka afia hapo hapo. Halo jingine, nikupe tena kingine. Lingine bado watu wanatamani kujua sasa. Hii asali umezungumza kwamba inaweza ikachanganyika kwenye baada ya kuwa mdudu chande yani mchanganyo wa mdudu chande tayari kashakaushwa, kashatwangwa, ushakuwa unga, tayari kuna viungo vimeshatolewa kwa yule jiwa hao jike na dume, na kuna namna ya kuvitoa, utoi tu, lakini pia vile vile tayari ile picha ishaandikwa jambo lake, kuna jambo linaandikwa pale kwenye ile picha ya yule mtu. Tayari hapo vimeshachanganywa pamoja, ndio unachukua ile asali unaweka. Sasa vile viunganiko vyote kuna ya kupaka, sijui na kuna kuweka mahala ambapo ndio nilisema nitaelekeza, lakini kuna kuchoma. Hivyo vyote vinachanganywa. Kuchoma unachoma wakati wa swala, kupaka unapaka wakati wa kulala, au kuweka unaweka wakati mpo pamoja. Shekhe hatoki huyo, sijitie ufundi mtu. Alafu kuna kitu kinachoitwa kasela. Yaani nataja hivi vitu ili wajue kwamba mimi ninajua. Kuna kasela dume na jike. Kasela ni mti ambao miti iko mingi shekhe. Kuna mti na nitaishia kwenye kasela. Ni dawa ambayo dume asili yake ukiweka kwenye sinia inakaa. Kwa pia yenyewe imezidi wekundu sana, lakini inakaa inatulia. Lakini jike ukichukua ukiweka kwenye sinia inacheza, inatembea, haitulii. Wewe mwenyewe ukitazama unaona kabisa inacheza, na ukitazama sawa unaweza kuona hata macho kama anataka kuharibika kwa sababu inacheza. Sasa ukiwa unampiga mwanamume, unamkusudia mwanamume, lazima tuchukue kasela dume tuchanganye katika ile michangonyo yetu ile kucha kupita ya njiwa, chande na asali. Tunachanganya na kasela dume. Tulikuwa tunampiga mwanamke, tunachanganya hivyo vitu na jike. Kasela jike tunatengeneza. Tukipiga chombo shekhe hatari, ukienda kuchoma utashangaa tu anarudi salamu alaykum, na ukikama kusema wa alaykum salamu. So anaanza kuja tena, unaanza kuchelewesha, unaanza kulinga. Hapo na ndoa inapita. Kuna watu wanachezeana, unaweza kujikuta mtu kapoteza muda. Hapa ndo namalizia kwa sababu na hasira sana, kwa sababu kuna kisa cha binti ambayo imekusha kumkuta. Darasa linalokuja nitasema kwa nini nimeileta hii dawa ya chande na vitu mfano wa hivyo, na wale ambao wasiojua baadhi ya vitu wanyamanze kwa sababu hayajawakuta. Kuna binti amepitia dhiki tabu kwa sababu mwanamume kamkuta yule binti amesomeshwa na wazazi wake kwa gharama kubwa. Binti kafika chuo mwaka wa mwisho. Na kufika mwaka wa mwisho walikuwa hali zao tu za kawaida. Yule jamaa akapata kazi zake nje, kaenda kafanya. Binti kamaliza, wamepita hapa wengi wa maana, binti kawakatalia sababu wameanza karibia kidato cha 6 huko. Kafika mwaka wa mwisho wa 3 chuo, ndio mauzauza yanatokea. Huko kila kitu huko maisha yamekwenda. Binti anakaa na msubiria. Siku alivyokuja kusikia kwamba yule mwanaume kaoa yule binti, tena ni future yake yote haelewi. Akiingia darasani haelewi chochote. Binti akaanza kuumwa. Binti akajikuta anawachukia wanaume wengine kwa sababu ya mwanaume huyo. Sasa mambo ya kijinga haya, yani wewe ufanye mambo ya kipuzi afu sisi wengine tuchukie. Aje akutengeneze akili kukae sawa. Kuna labda swali langu linakuja hapa Sheikh. Najua tuna mambo mengi ya kuzungumza. Kuna aina hapo umezungumza kwamba aje mtu ambaye mwenye kutengeneza ndoa, hata wale wasiokuwa na ndoa.
Kuna mtu sasa anakaa nyumbani anasema kwamba mimi nishaletewa sana barua kadhaa, nishaletewa sana posa, lakini ndoa zinagairishwa juu kwa juu. Huyu naye vipi? Kasela, chande, njiwa pamoja na asali. Kwenye mchanganyiko huu unamfaa? Kasela, chande na vitu vingine vinamfaa mtu ambaye yeye ametendwa au anapenda zaidi kuliko yeye anavyopendwa. Yaani mwanaume anakuwa na mambo mengi hajatulia, au umeshaolewa alafu mwanaume yule anakuwa haeleweki. Sasa kwa huyu ambaye posa zinakuja nyingi, lazima tumtazame ana tatizo gani nje ya hilo kabla ya kumvuta yule mwanaume. Sijui umenielewa? Kuna mwingine anakuwa na nuksi ya asiri, kapiga kitu kinachoitwa al-inkisi, kila jambo lenye kheri kwake yeye halitimii. Kwa cha kwanza ile nuksi iondoke. Ikishaondoka ile nuksi, automatically anaweza kujikuta tu akajikuta mambo yake yanakwenda. Lakini nuksi imeondolewa, mtu yuko sawa, alafu anajikuta kwamba hafikii malengo, basi wanamume umemfanya yeye ni chombo cha starehe. Unajua kuna wanawake hapa akikupigia mahesabu hata wanaume 100 walishafika, wameshamgeuza chombo cha starehe. Alafu kila mwanaume ana nuksi yake. Unapokutana na huyu au mwanamke huyu, mwanaume unapata nuksi zisizokuwepo. Kwa lazima ile nuksi isafishwe, na hata hao wachande wa nini huwa kuna dawa tunawapa kwanza wao wakajifikize kuondosha ile nuksi, ili ukipiga kitu unapiga kitu mahala pake. Kwa hiyo ukija kwa ajili ya chande na vitu vingine na njiwa, tunakupa vitu viwili, kwanza tunakuondosha nuksi, alafu ndio tunakupiga chombo ya maana. Na shekhe, usije ukanilaumu ukiona unapita huko ni akili yako, maana utatongozwa sana, utapendwa sana. Kuna watu wanaweza kawa hata mwanamke mwenzio lakini anafurahi kuwa karibu na wewe, na ndivyo inavyotakiwa shekhe. Chande vipi? Unatakiwa ukikaa hivi mtu ukipendwa, kwa mfano ya kupaka, ukipendwa sasa mtu atakiwa na dili la maana, hawezi kumwambia asiyempenda, atakufuata wewe anayekupenda. Dunia hii ni kupendwa. Huwezi kupendwa na wote, lakini upendwe na wengi shekhe. Kuna mijitu hapa inachukiwa na inanitazama, kwa hiyo dawa ni chande pamoja na kitu kinachoitwa njiwa, asali pamoja na kasela, imadume au jike, japokuwa kuna mlale, hiyo ni dawa, lakini pia vile vile kuna kondoo, alafu kuna dawa mbili nimeziweka bakaa. Ukinifuata tena nitakupa vyombo vya maana. Hapo tunarudi sasa. Umezungumza sana kwa watoto wa kike. Sisi tunaoumizwa na sisi. Nyinyi kina nani? Si wanaume. Sasa unaumizwaje? Sisi tunaachwa. Kwani sio unasikia mara sijui hivi. Au ndio tunasema kwamba tunaachwa kwa sababu hatuna hela. Tena wasokuwa na hela hawa ndio wanatakiwa hela zao wazilete kwangu ili tuwafunge hao wanawake. Kweli wanawake wamekuwa wana adabu. Yaani anahisi kana kwamba yeye ameumbiwa pesa tu. Wewe mwenyewe baba yako mpaka kazeeka hata hela hajazipata, unataka kuja kuzipata kwa mtoto wa watu mkaushe. Na ndio maana sasa hivi dunia imekuwa kwamba mtu ana mali mingi, mwanamke anakubali kuolewa, ushasikia hata kwa Marekani. Baadaye anatafuta kisababu, wanaachana, tugawane mali. Alafu jamaa unakuta mali zote kaziandikisha jina la mama yake. Umenielewa? Hao watoto wa kike ni kuishi nao kwa akili. Sasa unajua mwanaume unatakiwa ufanye nini? Umempenda binti. Sababu binti akipenda, ukimpiga hii chande atakupenda sana, mwisho wa siku atakuvuruga. Mfunge kiasi ambacho akitembea duniani kila mwanamume atakayemuona ni sawa kamuona mwanamke mwenzie. Ulikuwa una hiyo? Magalama. Sina hiyo ujue. Hiyo sina ujue. Nisikilize. Yaani ukishaona binti unampenda, kubali tu gharama. Unajua kuna watu wengine mtu anaweza akaja akafikiri vizimba vinapatikana. Unajua kuna vitu vinaitwa vizimba. Vizimba ndio dawa, shekhe asikwambie mtu. Na hivi vitu sio kwamba utakwenda Kariakoo pale kwenye maduka upati shekhe, ndio utakuwa unaenda unanunua midawa kibao pale, unakuwa unakunywa kama maji ya kunywa shekhe wangu. Ni sawa na mtu aliyemaliza kufunga, jioni anafuturu, akishafuturu kesho anataka kufuturu tena. Piga dawa ambazo zinapatikana sehemu ambapo ni aghrabu kupatikana na zitakuwa zina gharama. Binti anafungwa akitembea, mwanaume ni wewe peke yake. Ni sawa sawa kwa Hawa, alikuwa Adamu peke yake, hakukuwa na mwanaume mwingine. Na wewe atakuona kama Adamu, wewe ndio lijali wake, wewe ndio bakora yake, wewe ndio kila kitu. Anavurugwa, anachanganyikiwa, akisikia sauti yake, mpaka akisikia tu umefika huko unagonga geti, moyo unalipuka, anajua wewe. Na ipo pia kwa wanawake. Unampiga mwanaume, wanawake wote anawaona barabarani, anaona kama wanaume wenzie, wasawa wenzie tu, wala mshipa wafahamu usimame. Shehe unafungwa. Na ndio maana shekhe mwenye kujua haachwi. Wewe kusikia shekhe unaweza kujikuta shekhe na wake wanne. Achani wanasema kaombea dua. Sasa bila dua hii dunia inaenda. Mtume mwenyewe kaomba dua mpaka basi. Unapiga vyombo unawatuliza shekhe. Kuna mijitu shekhe mtihani hapa duniani, bila kutulizwa mambo hayaendi. Sijui unanielewa la habibi?
Ikiwa hata maisha katika upataji wa riziki, hao matajiri mnawaona wana siri zao shekhe. Watu wanatufuata hapa shekhe, piga 1 2 3 4 5, mambo yanaenda. Sijui umeelewa? Mfunge mtu akikuona wewe ndo Adamu, mfunge mtu akikuona wewe ndo Hawa, hakuna mwanaume mwingine. Hata mwanamke akimpenda tena anaweza akakupigia yangu, yule shoga yako fulani sikanitaka jana. Ndo maisha hayo shekhe wangu, lakini ukisema inshallah wewe twende tu, utajua mapenzi yanavyorani dunia. Wewe maisha. Shuti kipande kimoja tu, kata hiyo, pige kimoja tu hapo. Sauti sinapiki fresh. Kuna jambo linaendelea mtandaoni kuhusiana na swala zima la kuna mdada anasema kwamba yeye ni mweupe hivi. Mweupe! Mashaallah. Ila yeye kazi yake kwa kanyaga au kuwasema wasichana wenye uweusi wao kwamba weusi hawataolewa na nani. Kuwabagua. Yaani kuna aina ambayo yeye mwenyewe anawasema watu weusi. Wewe unaniambiaje? Wewe atakuwa na matatizo ya akili kidogo. Ingekuwa ni mwanaume ndio anazungumza hayo maneno, hata mwanaume naye tungemtazama. Kwa sababu wewe mtoto wa kiume, mtoto wa kike huwezi kusema eti huyu mweusi ataolewa na nani. Sio, umeelewa? Na wewe tunaweza tukakuuliza wewe mweupe utaolewa na nani? Sio, umeelewa? Kwa sababu wanamume tuna choice zetu. Unachokiona wewe kibaya kwa mwingine ndio kizuri. Sio, umeelewa shefa wangu? Kuna mwingine anapenda mwanamke mweupe. Mwambie kuhusu mwanamke mweupe, anapenda mwanamke mweusi. Huyo ni mwanaume. Na kuna mwingine anapenda mwanaume mrefu, hata awe mwembamba shehe. Hana shape lakini yeye ndo maradhi yake. Na kuna mwanaume anapenda wanawake wafupi. Na kuna mwanaume anapenda wanawake wanene, sijui wenye minyama. Na kuna mwanaume anapenda namba 8 au namba 6. Kwa mwanamume Mungu ametujalia kile unachokiona we kibaya, kwa mwingine ndo wewe unaijiona mzuri. Kuna wanaume ukipita hata mishipa ya fahamu haishtuki na uzuri wako, akishakuona weupe kama papai au eleweki anakuonea mpaka kinyaa. Kwa weupe so shida. Mungu kaumba bana matilio ya hatari sana kwenye hii dunia. Hata wanawake unawasikia hawapendi wanaume weupe. Haujawahi kusikia hivyo? Wanapenda wanaume weusi. Kwa hiyo sasa mimi sijamuelewa huyo anakuwa kaamka vibaya usingizini au kalala kushoto au kulia. Sijaelewa. Zamani inaonekana alikuwa black fulani. Kwa akatafuta weupe. Sasa huyo ni kuvuruga. Unajua kuna watoto wengine akili zao kidogo haziko sawa. Sio, umenielewa? Ikiwa we mwenyewe umeutafuta weupe. Ina maana hata wewe unayemtukana sasa hivi anaweza kautafuta weupe. Wewe mwenyewe kwanza weupe maana yake nini? Muarabu, mzungu au kitu gani? Yaani huyo mtu ni kabila gani? Ni Arabiu au? Ndio nakuuliza wewe swali, huyo mtu maana mimi simjui. Ni Muarabu. Anaweza kawa Mtanzania lakini akawa labda Muarabu au labda mzungu au labda Muhindi. Mswahili. Sasa si mweusi tu yeye huyo. Yeye mweusi tu. Hata kama yani kama ni wakujikoboa wewe mweusi tu kama weusi wengine. Yani midhali ni Mwafrika, wewe mweusi tu. Anasema wadada weusi hawaolewi. Si ndio nakwambia na matatizo wangapi yeye kaolewa? Hapana. Sasa kama yeye angekuwa mzuri na ni mweupe kwa nini asiolewe? Ajiulizi mpaka leo kwa nini anazunguka kwenye mitandao na kujianika na kuwasema wengine yeye hicho anachowasemea wengine yeye kashakipata. Wazuri tena shekhe, unaweza kumkuta mwanamke yani black fulani hivi. Huku mmoja wa kienyeji shekhe. Wa maana. Unanielewa? Unamweka ndani unajua kabisa kwamba mimi ninaye wa kienyeji. Alafu kuna magoila haya. Sijui unanielewa? Broiler ni yule kuku ambaye amejirutubisha katika vitu ambavyo sio asili yake. Sasa wewe muangalieni mwanzoni alivyokuwa na sasa hivi alivyo ni sawa? Na makuku mabroiler yanaliwa sana sasa hivi. Sijui unanielewa? Japokuwa mimi sili kuku broiler, mimi nakula kitu OG. Sijui umenielewa? Kwa broiler hana ladha, shekhe. Kwa hiyo yeye mwenyewe anaweza kawa ni kuku tu ambaye amejitengeneza kwenye mazingira yasiyofaa, lakini mimi nakwambia ukweli, mtu mwenye rangi tena mwanamke asiyekuwa na mambo mengi shekhe. Wewe angalia wanawake wanaojiona wao wazuri shekhe, wanatanga tu mitaani na kuwahudumia watu vyombo vya starehe, lakini wale wanaoonekana wabaya wafai ndo wanatiwa ndani, kwa sababu mwanamke aangaliwi kwa uzuri, mwanamke anaangaliwa akili. Kuna wengine wafirisi shekhe,
Ukawa mwanamke badala ya kupanda ukawa unashuka, kwa sababu kila siku yeye anawaza tu mafuta, anawaza kwenda kujichoma masindano au na hipsi, anawaza kujichoma masindano au mweupe, anawaza vitu vya ajabu ajabu, hawazi kesho kuna mzee kibibi kizee. Sasa wewe badala ya kutengeneza future yako umekaa unawasema wenzio, na future ina maana ni kuwa kwa mumeo. Future maana yake ni kutengeneza maisha ya uzeeni. Mtakapochoka umeshindwa kutafuta maisha, watoto wenu, unajua kuna kipindi watoto wanakuhitajieni, sasa wanakula pensheni tu, wanatikisa miguu. Sijui unanielewa Alhabibi, na ipo mahali nitakuja kuzungumza kwa nini kwamba vijana sasa hivi hawatakiwi kwa sababu bado wanajitafuta. Kwa nini watu wazima ndo wanakimbiliwa na vibinti? Wale washajitafuta sasa, hata wakitoa hawapungukiwi, kwa sababu vipo na kuna vitu vinajizalisha tu huko vinaenda. Kwa hiyo ndio unaweza ukajikuta mtu smartphone anapewa nini, ni chombo cha starehe, mshangazi, mambo yanakwenda. Sijui unanielewa Alhabibi. Kwa hiyo yule OG tena nasema kwamba kama una rangi yako yenyewe tunze, ithamini, kwa sababu sisi wanaume tunaangalia kitu OG, kitu nikisema kuku wa asili si watukane, nasema tunaangalia kitu cha asili ndo tunachopenda. Hata ukiwa umekishika wakati unamla kuku wa kienyeji unajisikia kweli unakula kitu, lakini ukila kitu hapa mguuni kweusi, hapa pekundu, na kuna mwingine anaonyesha tu sura, ngoja apandishe nguo muone huko chini Coca-Cola ilivyokaa.